vipi kijana? Kwa jina naitwa Alphonsi. Leo katika kipindi chako pendwa kabisa ambacho kinaitwa Youth Matter. Siko peke yangu, niko na ndugu yangu hapa. Naitwa Allen Tuarira. Kwa hiyo tutakuwepo wote hapa mpaka mwisho wa kipindi chetu hichi cha Youth Matters. Moja kwa moja la leo tunaendelea na mada yetu pendwa kabisa ambayo ni sanaa. Tunazungumzia sanaa na tulikwambia sanaa imegawanyika katika makundi 6 tofauti. Yes. Na leo tutakwenda katika vipengele viwili tu katika vile 6. Viwili tayari tushachambua ambacho ni uchoraji na uchongaji. Yeah. Katika kipindi chetu kilichopita tulichambua hilo. Na leo tutakuchambulia habari ya ufinyanzi na ufumaji. Kwa hizo mbili, ufinyanzi na ufumaji. Kwa hiyo tunakwenda katika break fupi, tukirudi tutakuja kuanza na ufumaji. Asante kabisa. Na ndugu yangu, waambie tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, wanaweza kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii pale kwenye Facebook tunatumia YPG Tanzania, na pia kwenye YouTube channel ndio hiyo YPG Tanzania. Kwa hiyo usisahau kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube channel pale. Asante kabisa ndugu yangu. Usiondoke, tunarudi tena baada ya break. Mambo vipi? Tumerudi tena sisi Youth Matter katika kipindi hiki pendwa kabisa, na tulikwambia tunakwenda katika breki. Tukirudi tutakuja kujadili haya makundi mawili, vipengele viwili hivi vinavyo maneno sanaa. Kwenye hivi vipengele unajua sanaa imegawanyika katika makundi 6 tofauti, na tulikwambia tuna vipengele vingapi? Viwili. Kwa hiyo hivi vipengele viwili ambavyo tunazungumzia, tutaanza na kipengele cha kwanza, sanaa ya ufumaji. Sanaa ya ufumaji, unaposikia neno sanaa ya ufumaji unaelewa nini? Ni ufundi wa kufuma kitu, kama vile una mkeka, kitanda cha kamba, au kiti au na vitambaa vya masofa. Huo ndio ufundi wa sanaa ya nini ndugu yangu? Ufumaji. Ya ufumaji. Kwa hiyo unatakiwa, na pia inamsaidia mtu kuongeza ubunifu au kuwa mbunifu zaidi, kubuni kitu kwa kutumia kwa kufuma mikono yake, na kwa anakuwa mbunifu. Pia inamuingizia mtu kipato ili aweze kupata maendeleo katika maisha yake, kuendeleza maisha yake, na pia kuendeleza familia yake na kuingizia taifa pato. Ndio hii maana unaelewa kabisa sanaa. Mtu anapozungumza sanaa ya ufumaji unaelewa kama hivyo. Kwa hiyo tukienda moja kwa moja ndugu yangu, katika hii sanaa ya ufumaji tunaona watu wengi leo wanasema, hata unapoenda kwenye misiba watu wengi wanatumia nini? Mikeka ile. Wanatumia mikeka. Kwa hiyo tunaona hii sanaa inamuingizia mtu kipato. Hata watalii wanapokuja wakikuta kule nini imesuka, wanashangaa hii ni nini? Hii ni nini? Kumbe ni sanaa. Mtu amekaa akafikiria lile wazo ambalo lipo wapi? Ndani ya akili yake, akalitoa nje ili kuonyesha wapi? Mbele za watu. Kwa hii ndio sanaa ya ufumaji. Sasa nataka niongee na vijana. Pengine wewe kijana ni fundi, ni mfumaji, una ujuzi wa kufuma. Pengine kuna vijana wengi wanafunga nini? Vitambaa vya masofa. Ndio. Unavifahamu vile vya masofa, vinafumwa vile alafu unaweka kwenye masofa. Vinafumwa kupitia yani pia ile ni kamba zile ni kamba, wanazichukua wanazitengeneza, wanaweka hapa, wanatengeneza design ya maua, wanazishona zile, wanaziweka, wanafunikia masofa, makochi. Kwa hiyo vile ni ufundi. Pengine wewe una ujuzi kama huo, lakini mpaka sasa hivi umekata tamaa, hauna kazi, uko tu nyumbani umetulia, una ufundi kama huo. Pengine kuna wale unakuta wanafuma yale matambaa kufutia miguu yale. Ile pia ni ufundi, ni sanaa ya nini? Sawa. Na pia inakuwa haina gharama sana, kwa sababu pale ni mfuko wa sapleti, na pia kuna mafundi wengi wa kushona mtaani. Kwa hiyo ni mtu ambaye unachukua vile vitambaa ambavyo wamekatakata, ambao hata havina kazi, unachukua unakaa, mtu anafuma pale, anafuma ile tambara la miguu, unazungusha hata mtaani, unapata kipato, una uwezo wa kujilipia hata mwenyewe kodi, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kwenye akili yako na ukakifanya kwenye matendo. Pengine labda hata tulivyokuwa tunazungumzia kuhusu upande wa masofa,
Pengine anaona watu wengi kwenye mtaa wake, wewe kijana ambao unatuangalia, wanafanya hii kazi ya masofa, unawaangalia tu, hautaki hata kujifunza kitu kutoka kwao pale. Kwa sababu kama utakuwa umekaa tu kijiweni, hakuna chochote ambacho unakifanya, au hautaki kujishughulisha na kujifunza kitu ambacho mtu mwingine anafanya. Hasa tunapozungumzia hapa kwenye sanaa ya ufumaji. Hebu jaribu wewe mwenyewe kujifunza kitu kutoka kwa wale watu. Kwa sababu unaweza ukawa pengine kila siku sehemu hiyo anaipita. Kabisa. Na hii sanaa imegawanyika katika sehemu nyingi. Sehemu nyingi. Hata fundi cherehani, unapokwenda sasa kwa fundi cherehani, anakutengenezea maua kwenye shuka. Hujai kununua yale mashuka yana maua, unakutengeneza choma hivi, hii ni mchoro samaki. Ule ni ubunifu, ile ni sanaa ya ufumaji. Kwa anafuma vile, anatumia akili yake ili kuvuta wateja kwenye nini? Kwenye kazi yake. Kwa mtu anaenda kununua mashuka pale, anaenda kutembeza. Umeona? Kwa wewe pengine wewe unaweza ni watu sasa hivi wameboresha tu. Lakini hii sanaa ya ufumaji sasa hivi unakuta viwanda vyenyewe vinatengeneza mikeka ile ya kushona hii. Kwenye viwanda ukienda unakuta kuna ni kule kufuma, kwa walitumia akili. Kwa kitu kidogo kinaweza kuzalisha kitu kikubwa, kama wewe ukiamua kukitumia kile kitu ili kiweze kukuzalishia kitu kikubwa. Ndio maana kaambia sanaa ya ufumaji ni ubunifu, ambao ubunifu unaishi wapi? Ndani ya mtu. Unafanya kitu gani? Mimi ni mfumaji. Mimi ninaweza kufuma kitu chochote. Naweza kufuma vitambaa vya masofa, naweza kufuma yale makapeti ya kufutia miguu mlangoni. Naweza kufuma. Je, unafanyaje kuongeza ubunifu katika kule kufuma kwako? Katika kile kitu ambacho unakifanya. Au mimi napenda sana kufuma, napenda kujifunza, itaweza kukusaidia kwa sababu jinsi unavyofikiria ndio jinsi unavyoweza kuwa mkubwa. Kwa kijana, tunakwambia sisi ni YPG. Tuna semina mbalimbali, tuna vitu mbalimbali ambavyo tunaelekeza vijana kwenye hizi semina zetu. Tunafundisha vijana, kama tumeanza kuzungumzia imani ya sanaa, kwa sababu tunajua vijana wengi wana vipaji tofauti. Ndio maana tukaweka hizi vipengele vyote 6 haya, mgawanyiko wa sanaa sehemu 6 tofauti. Kuna waimbaji, kuna waigizaji, sio kuna nini. Kwa tunajua viko, lakini tumeanza kila kimoja tunachambua. Kwa tunaongea na wewe ambaye sasa hivi ni mfumaji. Je, umeongeza nini katika ufumaji wako? Umefanyaje ili ufanikiwe? Kama unataka kujifunza zaidi, njoo kwetu sisi YPG. Tunapatikana hapa barabara ya Chang'ombe, tunatizamana chuo cha ufundi VETA kila Jumapili saa 6 mchana. Usikose ndugu yangu. Kwa ukibaki nyumbani unamwambia aje kijana? Kwa mfano pengine yuko pale nyumbani kwa sababu sasa hivi pengine anatuangalia kupitia kipindi chetu hichi cha Yusmata ambacho kinaruka hewani. Kwa hiyo pengine umekuwa ni mtu ambaye unajifunza tu vitu ambavyo tunakufundisha, lakini haujawahi kuchukua uamuzi wa kufika pale tulipo. Kwa hiyo pale tulipo ndo sehemu ambapo kuna ule mzizi wa kuchukua kile ambacho tutaenda kukuelekeza na kinaweza kukabadilisha kile ambacho kiko ndani ya akili yako. Kwa sababu ili uweze kutoa kile ambacho kiko ndani ya akili yako, lazima kuna kitu kingine unatakiwa ukiweke pale utakapokuwa unachanganya na ule uamuzi wako, ndipo ambapo utaona badiliko likionekana kutokea pale. Kwa hiyo ule uamuzi wako ndio utakaoleta matokeo tofauti. Kwa hiyo ili sisi tusikupeleke mbali, tutaenda kwenye kipengele chetu namba 2 ambapo tutaenda kuzungumzia upande wa sanaa ya ufinyanzi. Kwa kwanza tutakwenda katika break fupi, na pia kwenye screen yako hapo utaona namba zetu ambazo unaweza kuwasiliana na sisi na YPG. Facebook utatupata, unaandika YPG Tanzania. Facebook pale utatupata, na ukiingia YouTube andika YPG Tanzania. Usisahau kusubscribe. Kapo hapo tunakwenda katika break fupi, tutarudi ili pule. Ni sisi Youth Matters. Beats on the track.
Ya, tumerudi tena na kama tulivyokuambia tunaenda kwenye kipengele chetu namba 2 ambacho kipengele chetu kinazungumzia upande wa ufinyanzi, sanaa ya ufinyanzi. Nini maana ya sanaa ya ufinyanzi? Sanaa ya ufinyanzi tunaweza kusema ni ufundi wa kiteknolojia ambao unatumia vitu ambavyo vinahusika. Kwa mfano kama unaweza ukatengeneza vitu vya udongo ambavyo udongo wa ufinyanzi ndio na uria, Hii yote ni aina ya udongo ambao unaweza ukaunda vitu ambavyo kama vitu vyenyewe ni kama vile chungu, unaweza ukaunda vikombe, ukaunda birika. Kwa vitu ndo hiyo sanaa tunasema sanaa ya nini? Sanaa ya ufinyanzi, ya kufinyanga vitu. Kwa hiyo unaona mtu anaweza akaunda hizi birika, akaunda sufuria, viungu vile, kwa sababu watu wengi sasa, watu zamani walikuwa watumia nini? Watumia hivi vitu, lakini sasa hivi ndio imekuja mfumo wa nini? Wa sufuria. Ndio maana ikasema ni teknolojia. Ina maana watu wametoka kule kwenye viungu, lakini chungu ndio kimezalisha nini? Ile teknolojia imeleta sufuria. Kwa hivi vitu wewe unawezaje kujipatia kipato? Watu wanaendelea kutengeneza mpaka sasa hivi, wanakizi mahitaji yao, wanalisha familia. Kwa unakuta mtu anatumia akili yake yote kutengeneza chungu, anakiunda chungu kile, anatengeneza kwa kutumia ufinyanzi. Na hata ukiangalia, hata ukienda kwenye mavideo ukiandika viungu, unakuta watu wanafinyanga sasa hivi. Kwa nini? Kwa njia tofauti, yani vinaonekana vipo yani vya kisasa zaidi. Kwa hiyo vinatumika kwa njia nyingi. Kama mtu anapotengeneza chungu anatumia mwingine kupikia, mtu anapotengeneza labda birika anatumia kwa kufizia maji, anapotengeneza sahani ya udongo anatumia kuwekea vyakula kula. Kwa hata leo watalii wakija hapa Tanzania wakienda wapi? Maonyesho. Wanaonyeshwa nini? Kwenye majengo ya makumbusho yale. Kwa hiyo pia tunaona hata hii sanaa ya ufinyanzi kwamba kwenye upande wa garden, wale wanaohusika na masuala ya garden, sanaa ya ufinyanzi imetawala. Mtu anatengeneza mnyama au mtu anatengeneza vitu tofauti tofauti ambavyo hata wewe unapoangalia pengine unavutiwa na kile chombo au kile kitu ambacho kimeundwa kupitia ile sanaa ya ufinyanzi. Unaweza ukaweka ua lako au kupitia kile kitu wewe mwenyewe ukakipenda labda. Na tunaona kupitia hii sanaa ya ufinyanzi kwa maeneo ya kijijini kidogo, kwa sababu kwa maeneo ya mjini wengi washatumia hii teknolojia, wanatumia sufuria. Lakini kwa upande wa kijijini tunaona bado wana ile teknolojia yao ya zamani ambao ndio wao waanzilishi wale. Kwa hiyo bado wanatumia viungu vile kwenye kupikia. Tunaona wengi wanapikia vyakula vile ambavyo wanakoka moto mkubwa kabisa. Na unakuta chungu kile kinaiva kweli kweli na chakula unaona kinaiva. Lakini sasa hivi kulingana na teknolojia tunaona watu wanatumia sufuria na vitu vingine. Lakini teknolojia yenyewe pale ilipoanzia imeanzia kwenye nini? Ufinyanzi. Kabisa. Kwa hiyo unaweza ukazungumzia ufinyanzi. Ufinyanzi upo aina nyingi. Unakuta watu wanafinyanga leo vitu vya tofauti tofauti. Wanafinyanga hadi watu. Mtu nategemea, kwa sababu kama ukishafinyanga kitu lazima ukichukua kile kitu ukiweke katika moto ili kutengeneza uimara wa kitu. Lazima uchukue ule ufinyanzi uchome, na ukishachoma watu wanapaka rangi. Unakuta leo vikapu vya kuwekea maua ni mtu katengeneza nini? Ufinyanzi. Ni kufinyanga vitu. Kwa hiyo katumia ujuzi wake kupata kipato. Kwa hiyo wewe pengine una ujuzi wa kufinyanga vitu, fikiria sasa hivi ni unaweza ukatumiaje na sasa hivi ukakupatia pesa katika nafasi uliokuwa nayo. Hapo ulipo sasa hivi ni watu wangapi wanahitaji viungu? Ni watu wangapi sasa hivi? Ukiangalia hata kuna watu wanapita wana vile vifaa vya kukokea moto vile vidogo vile. Wanavitengeneza pia, wanauza vya kukokea moto vile, sio wanabebea moto, sio wanafanyia nini. Kwa pia ukiangalia ni ufinyanzi. Ni mtu anakaa anafikiria kwamba mimi nina uwezo wa kutengeneza kitu fulani. Kwa unakuta afani anatengeneza kutokana na kile alichokuwa nacho. Yeye ni bunifu. Sasa tunaongea na wewe ambaye ni mfinyanzi, wewe ambaye unaweza kufinyanga vitu na unalalamika hauna kazi, unalalamika sio maisha yako magumu, unalalamika ni kwa tunakuita na wewe. Tuna wapi ndugu yangu? Hebu mwelekeze. Pale ambapo tulipo ni pale barabara ya Chang'ombe, jirani na chuo cha ufundi cha VETA Keko pale. Kwa pale tunapokuita ni wewe uweze kuanzisha kile ambacho hakipo sasa hivi, kwa sababu pengine una kazi au una kazi, lakini pia kupitia hii sanaa ambayo tunazungumzia hapa, pengine tayari unayo ile idea au ni kitu ambacho kiko ndani mwako. Kwa hiyo hebu njoo Jumapili saa 6 mchana pale kwenye tunapopatikana barabara ya Chang'ombe, jirani na chuo cha ufundi cha VETA Keko. Kwa hiyo sanaa hii ya ufinyanzi utaenda kujifunza zaidi vitu vingi kupitia hapa kwenye semina zetu za YPG Tanzania hapa. Kwa hiyo usikose pia, kama tulivyokuambia pale, kushare,
kulike na kucomment kwenye ile page yetu ya YPG Tanzania kwenye Facebook na pia kwenye YouTube channel pale, subscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Kwa hiyo hatuna mengi ya kuzungumza, tukutane tena kipindi kijacho. Sisi ni Youth Matter. Tukutane katika kipindi kijacho. Tunapenda kusema bye bye. Wiki ijayo tutakutana tena.